Ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Ni tena mtumishi wako mchungaji Emmanuel Rajabu, na nikukaribishe tuendelee kujifunza neno la Mungu, ikiwa ni juma la maombi la vijana. Na mimi niliamua nitashare na wewe kwa njia hii ya mtandao, na kwa ajili hiyo tuombe ili kukaribisha uongozo wa Roho Mtakatifu. Bwana, tunakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia wa kuweza kutafakari neno lako na kutafuta uso wako. Kwa hiyo tunakusihi Bwana uweze kuwa pamoja nasi na ututendee yaliyo mapenzi yako, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Somo la leo ni zuri na ni somo ambalo mimi binafsi linanigusa kwa sababu ni eneo langu la wito, lakini pia la kitaaluma. Kwa mfano inahusiana sana na mambo ya vyuo vya umma, kwa maana ya vyuo utume. Katika mimi nimependa kuipa kichwa cha somo ya kwamba utume wa vitendo katika vyuo. Vyuo hivi viko vya watu binafsi na vyuo vya serikali, tunaita public campus ministry. Kwa hiyo nimeita somo la leo kwamba utume wa vitendo katika vyuo, kwa ujumla wake, utume wa vitendo katika vyuo. Na kweli somo hili limejengwa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya kwanza. Na kwa kulisoma kwangu nimegundua mwandishi anazungumza mambo makubwa mawili ya muhimu, ambayo nadhani yanajenga msingi wa kila kitu. Kwanza, maombi. Anazungumza umuhimu wa ibada, lakini pia kwa maana ya maombi, lakini pia kusoma neno la Mungu. Na tunapozungumza sasa kwa mfano vyuo vya umma ama vyuo, tunapozungumza vyuo, huduma hii inahusu, wengi huwa wanafikiri huduma hii inahusu wanafunzi peke yake, lakini kimsingi huduma hii inahusu na wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika maeneo ya vyuo. Vinaweza kuwa vyuo vya watu binafsi ama vyuo vya serikali. Kwa hiyo kanisa kwa ujumla, kwa mujibu wa miongozo, liliamua kulipeleka kanisa kwenye vyuo, kama ilivyo kwenye ASA pia. Sasa kwa Tanzania tunaita TUCASA, na kulingana na nchi TUCASA hiyo Tanzania, lakini ukienda Kenya wanaita KUCASA na Uganda wana jina lao, lakini kiulimwengu inaitwa kwenye PCM, Public Campus Ministry, na mimi nime specialize kwenye eneo hilo la Public Campus Ministry. Sasa kwa ujumla inahusu wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo hivyo na wafanyakazi. Sasa kanisa kama nimesema lilipeleke kanisa kule kwenye vyuo hivyo, kwa haswa kuwahudumia wanafunzi na wafanyakazi wa Kiadventista wa Sabato. Wanapofanya hivyo pia hawa wanafunzi wanawahudumia wenzao, wanafanya utume kwa wenzao, wafanyakazi wale ambao ni walimu na wafanyakazi wa kawaida wengine, na wanafunzi wanawahudumia wenzao katika maeneo hayo na majirani wanaozunguka vyuo. Na iko mifano mizuri tu ambayo inaonyesha uhai. Kwa mfano nimebahatika kuhudumia vyuo vingi hapa Tanzania, na
nje ya Tanzania, kwa mfano Kenya, Uganda, na hapa Tanzania nimeona kwa mfano UDOM, nimeona pale wao wana campus setting nzuri. Kwa mfano huo ni mfano wake, ambapo unakuta pale kuna chaplain wao anawahudumia, anafanya huduma zote kama chaplain, anahudumia wanafunzi na wafanyakazi. Nimeona kwa mfano kule Kenya kuna Moi University, kuna Kenyatta, nimeona Nairobi, mpaka wana makanisa yao na wana machaplain wao wakitoa huduma huko. Lakini kuna vyuo binafsi vya watu binafsi ambao kama washiriki pia wametoa fursa ibada zifanyike humo kwenye vyuo binafsi, ibada zifanyike humo. Kwa hiyo ni wajibu kama ambao nimesema wa kanisa kupeleka huduma hizo za kikanisa, kwa mfano meza ya Bwana, ukusanyaji wa zaka na sadaka na vingine vinavyofanya hivyo, ubatizo, kupeleka hizo huduma kwenye vyuo. Maana wanafunzi akikaa miaka 3, miaka 2, miaka 4, baada ya pale, akitoka pale basi akirudi huku kwenye local church anakuwa anapata analiendeleza kanisa. Kwa hiyo nashukuru Mungu, hata nimeona pia Tanzania kumekuwa na huo mwamko, kumekuwa na idara ya vijana. Sasa hivi hata PCM ina curriculum zake ambazo zinafundisha juu ya PCM, ambao unaonyesha kabisa kwamba kanisa sasa na hii PCM ina kiongozi wake na ni mjumbe wa baraza la kanisa. Unakuta anafanya majukumu yote yale kama kiongozi wa vijana akiwa katika eneo la PCM campus ministry kwa kushirikiana na machaplain. Kwa hiyo kanisa sasa ukijenga msingi huo, hata mwongozo unasema wanapokuwa kule kwenye vyuo wanaanza kutengeneza vikundi vidogo vidogo, na ibada zao usizifananishe na kwenye local churches. Ibada zao ni tofauti sana. Ndio maana ukiwalazimisha kurudi kwenye local church, wanaweza tu kuja kwa kulazimika, lakini mchana unaweza usiwaone kabisa, kwa sababu ile need yao na friendship yao na mazingira yao hayaruhusu kuwa kwenye campus katika wakati huo, hasa kwa wanafunzi hairuhusu, hata pia kwa wafanyakazi, kwa sababu kuna majira ambayo wanakuwa busy na mitihani. Kwa hiyo unakuta program zao zinakuwa tofauti, wanahitaji tukusali asubuhi, mchana wanaenda wanalala, wanapumzika, wanafanya hivyo na vitu vya namna hiyo. Kuna program zao za mahusiano, kuna wenyewe na wakati mwingine wanataka tukukutana wenyewe kuzungumza mambo yao wenyewe. Sasa mwongozo unasema wanakuwa kuna msingi wa kuanzisha hivyo. Kwa mfano wanakutana kama kikundi, wanaomba. Semo linasema, ili fungu linatuelekeza Warumi 12 linatuelekeza katika ibada. Wanafanya maombi. Wanafanya ibada. Na ibada ina maombi ndani yake. Maana yake kuna kujisalimisha kwa kila siku kwa Mungu unapokuwa kwenye ibada. Unapofanya maombi, unapoelekeza ibada, kuna aina utamaduni ambao haufai, unaweka utamaduni ule wa kanisa katika eneo lile. Kunakuwa na muhimizo wa kusoma neno la Mungu. Kuna mambo mawili, unaona, ibada inafanyika kwa maana ya maombi, wanakusanyika kama vikundi, wanafanya maombi, wanasoma neno la Mungu wenyewe kwenye room zao na kwenye maeneo fulani. Nilikuwa kwa mfano, kuna wakati nilikuwa chaplain pale, wanatukasa wale wa UDSM walikuwa wanafanya maombi asubuhi, mchana, jioni. Kuna maeneo fulani walikuwa wanakusanyika wanafanya maombi, sio kama bado wanaendelea. Lakini nilipokuwa nasoma Baraton, kulikuwa kuna kitu kinaitwa prayer band. Wanafunzi wa Kiadventista walikuwa wanakusanyika, nadhani mpaka sasa inaendelea, maana ni sehemu ya chuo ya chaplainsia. Wanaamka asubuhi maombi, jioni mchana maombi, na jioni maombi kabla ya kulala. Yaani hiyo program
ya maombi, wana vikundi tu vya maombi. Ni msingi wa kuitengeneza hiyo huduma za vyuo vikuu. Wanasoma neno la Mungu kwa pamoja, wanaomba kwa pamoja. Hiyo inatengeneza misingi kuimarisha afya zao za kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Wanatengeneza mahusiano kwanza wao kwa wao Adventista, baadaye wanapata nguvu ya kuweza kwenda kwa wengine. Kwa fungu hili linaelekeza juu ya kujisalimisha, kujitoa, kukaa katika muonekano ule wa kiucha Mungu ukiwa ndani ya vyuo vikuu, ukiwa ni mwanafunzi ama ukiwa ni mfanyakazi, kwa maana ya profesa, kwa maana ya accountant, kwa maana ya nani, kwa department, kwa maana ya nani. Maana nimesema vyuo hivi, utume wa vitendo katika vyuo hivi, utume kwa vitendo katika vyuo unahusu wafanyakazi na wanafunzi wote kwa pamoja, wanahusika wote, maana wako humo na jukumu lao ni kukusanyika kwanza kama wao kuwa na kusoma neno la Mungu, kuwa na kuomba kwa pamoja, alafu baadaye kupitia njia hiyo wanafanya utume kwa wengine, wanafanya utume. Ndio maana kanisa ni muhimu sana. Kwa mfano kama chuo kwa Tanzania, kwa mfano siku hizi serikali imetoa fursa sana kwa dini zote kupeleka dini kufanya ibada kwenye vyuo. Kwa hiyo ni fursa kwa kanisa. Hata kama utapewa masaa 5 kwa siku, yatumia hayo masaa 5, maana hayo masaa 5 kusanyika kwenu tu pale, kufanya ibada tu pale, ule ni utume tayari, mshalitambulisha kanisa. Hata kama ni masaa 2, huo ni utume. Kwa mfano nimekuwa nikitembea kwenye gereza moja hapa Dar es Salaam, wanapewa masaa 3 kila Jumamosi, na hospitali moja hapo hapa Dar es Salaam wanapewa masaa 2 kuhudumia tu pale. Yale masaa yale tayari pale kanisa linatambulika. Huo ni utume. Yaani kile kitendo cha watu kujua kwamba hawa ni Waadventista wanafanya huduma fulani mahali hapa kwenye campus setting, basi hapo tayari utume ushafanyika hapo, jina lishatambulishwa hapo la kanisa. Mara nyingine kwenye utume sio lazima ugawe vitabu ama utoe sauti ya nabii, lakini uwepo wako tu pale, yale maisha yako na lifestyle yako ya ibada na nini na mtindo wako wa maisha, utaona ya kwamba unafanya utume kwa njia nyingine ya rahisi zaidi. Kwa hiyo ukipewa fursa, fanya hivyo. Sasa unapokuwa hivyo, ukisoma neno la Mungu, ukiomba, utaona jinsi ambavyo mkiwa mnafanya maombi, utaona jinsi ambavyo Mungu anawapatia maono. Na hii ipo kwenye Biblia. Kwa mfano mzuri ambao tutaumalizia na pia nitasoma na Royal B. Tutoe mfano mzuri. Daniel alikuwa kwenye chuo cha, tuseme kile ni chuo cha umma kule Babel, ambao leo tunaisema ni Iraq. Unaona yeye na wenzake walikuwa tu 4. Walikuwa 4. Lakini kupitia mtindo wao wa maisha, baada ili fungu la Warumi 12 tunapojiweka kwenye ibada, maombi, lakini pia kutunza na miili yetu, vile vile inahusika hapo pia, kwa maana ya kula vizuri, kufanya matengenezo na kuachana na dhambi na kuachana na mambo ya ulimwengu huu. Daniel wanatuonyesha mfano mzuri, maana hata alipopewa chakula kile cha mfalme walikataa. Daniel sura ya 1 soma aya 8. Walikataa kabisa kujitia unajisi na chakula, kwa maana ya vitu vya ulimwengu. Unaweza kuweka tafsiri hiyo. Siri ilikuwa ni moja, kwa sababu walikuwa wanajua Mungu anayemwabudu kwanza haruhusu wale vitu visivyofaa. Haruhusu wale vitu visivyofaa. Haruhusu wachangamane na mambo ambayo hayaendani na neno la Mungu. Kwa hivyo Daniel na wenzake walimtangaza Kristo kupitia maisha yao. Unajua ubiri utume katika vitendo, tunapozungumza kwenye vyuo vya umma, unahitaji maisha yako binafsi ya mwakilishaji Yesu. Na in fact ubiri kubwa, nawaambiaga hata marafiki zangu,
kuna asilimia tuseme 1 tu ya ubiri lako, yaani kusimama kwenye pulpit, kwenye mimbari ni kama ni asilimia 1 ama 0, lakini ubiri la kweli kabisa ni mtindo wako wa maisha unavyoishi. Unaishi na majirani zako kule nyumbani kwanza, na watu wa nyumbani kwako unaishi nao vipi? Majirani zako kule unapofanyia kazi unaishi nao vipi? Kule kwenye biashara unaishi nao vipi? Sasa na wewe mwanafunzi kule unapoishi na mfanyakazi kule vyuoni, mtindo wako wa maisha ukoje? Je, wewe ni mwizi? Wewe ni mzinifu? Wewe ni yani, kuna vitu ambavyo unakunywa pombe. Daniel na wenzake hawakunywa pombe, hawakula vyakula vilivyo najisi. Hata kama kuvaa walivaa vizuri. Sasa siku hizi unakuta tunaiga hata uvaaji usiofaa, ulaji usiofaa. Tunafanya uzinifu, uasherati, vitu ambavyo havifai kabisa haviendani na mwenendo wa Kikristo. Kumbuka ubiri ni maisha yako binafsi. Unahubirije? Unahubirije kwa jamii pale ulipo? Hilo ni ubiri kabisa zuri. Kuhubiri, kuimba ni asilimia 1 tu ya ubiri lako wewe, ama asilimia 1 ama 0, asilimia 0. Mfano ambao ni current news, kule Kenya kumetokea kaka mmoja na binti ambao kwa zaidi ya miaka 7 walikuwa wakihusiana, lakini huyu mkaka alikuwa na mke mwingine, alimtelekeza. Ni kama alimtelekeza, hizi ni vitu viko public, na akaamua kumsomesha binti kumsomesha binti akiwa chuo kikuu. Anamsomesha mpaka amemaliza, anamlipia ada. Yule binti inasemekana alipogundua kijana ana mke mwingine na mtoto, alimkataa. Na kilichotokea unajua ni nini? Akatuma watu wamwekea asidi tindikali karibu uso wake. Sasa huu ni mfano tu. Hawa wawili hatujui, wote kimsingi walikuwa hawako sahihi. Huyu binti alikula hela ya huyu kijana, na huyu kijana pia ameacha mke wake, anatongoza huyu. Tena wote ni wanakwaya. Wote ni wanakwaya, wanaimba kwaya. Sasa hii ni mifano tu, hata kwenye vyuo vya umma. Kama maisha yako, nimetoa mfano, kama maisha yako hayamwakisi Kristo, wanakukuta kwenye ulevi, wanakukuta kwenye uzinifu, wanakukuta kwenye uasherati, wanakukuta kwenye uchawi na ushirikina, wanakukuta kwenye michezo ya beti. Wewe Mwadventista unachezaje beti? Haupaswi kucheza beti. Haujaumbwa kubahatisha. Unapaswa kufanya kazi wakati wa likizo, ama wakati wa muda ambao uko private ufanye kazi. Kwa mfano mimi niliposoma kwa nafanya kazi. Kanisa letu linafundisha wanafunzi kufanya kazi. Nilisoma kwa njia ya kuuza vitabu na kujishughulisha na kazi zilizo halali kupata kipato. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi za halali, sio michezo ya kubahatisha. Sasa unapokuwa kwenye mazingira ya vyuo vya umma tunapaswa kumhubiri Kristo kwa vitendo, kwa kupitia maisha yetu sisi wenyewe kwanza. Maisha yetu yanamhubirije Kristo kule? Hilo ndio ubiri kubwa. Yaani kule, kwa sababu kuna wakati unaweza usiruhusiwe kugawa masomo ya sauti ya unabii, unaweza usiruhusiwe kugawa vitabu. Kuna nchi nyingine ni ngumu kufanya hivyo. Ziko nchi ni kosa la jinai kutaja habari za Yesu. Kwa hiyo pengine kupitia maisha yako binafsi wewe, inaweza ikasaidia watu wakaweza kuokolewa. Ndio utume wa vitendo katika vyuo vya umma. Daniel na wenzake walifanya utume wa vitendo. Maisha yao binafsi yalimtangaza Yesu. Waligoma kula chakula cha mfalme. Tena wakaenda kwenye campus nyingine, kutanisho kubwa, wakagoma kupigia magoti sanamu ya mfalme. Ukisoma zaidi tena Daniel sura ya 6, wakatunga sheria tena nyingine ili Daniel aweze kumwabudu Mungu huyo wa Medajemi. Akagoma, akawa anamwabudu Mungu wa mbinguni kupitia maisha yake tu binafsi. Hakusimama kwenye pulpit, hakusimama wapi, lakini kupitia maisha yake binafsi
unaona ya kwamba alimtangaza Yesu. Kwa hiyo kupitia, na asili yao ilikuwa ni, kisoma vizuri Biblia Danieli sura 7 utakuta walikuwa ni waaminifu, walikuwa na tabia njema. Walikuwa ni waaminifu. Walikuwa ni watu wa maombi. Danieli na wenzake walikuwa wanasoma sana neno la Mungu. Walikuwa wanaomba, walikuwa wanaomba. Maisha yao msingi tu katika kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza. Kwa hiyo ile iliimarisha afya yao ya akili. Walikuwa vizuri. Walisimama katika misingi ya neno la Mungu, katika msingi ya kanisa lao, kama kulikuwa kule walipotoka, katika imani ya wazazi wao. Hata wewe unapokuwa kwenye vyuo vikuu kule, vyuo vya umma, vyuo vya kati, vyuo vikuu, hasa unatakiwa uweze kusimama katika, usimamie misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usimamie hayo mafundisho. Unafanya, lakini wewe kwanza lazima usome neno la Mungu. Lazima uwe mtu wa maombi. Tengeneza vikundi vya maombi. Uende kwenye vikundi vya maombi. Kwa njia hiyo na mtindo wenu wa maisha, zile nyimbo mnaimba zibadilishe kwanza, ziwafanyie matengenezo nyinyi wenyewe. Ziwatengeneze nyinyi wenyewe ili msishtakiwe kwa neno lolote lilo baya. Na hata wakiwashtaki, waje wao wenyewe waweze kuumbuka, kwa sababu nyinyi mmesimamia katika kweli. Kwa hivyo sasa, utume katika utume wa vitendo katika maeneo ya umma unahitaji mtindo wa maisha ambao unamtukuza Bwana, kwa kuwa ni watu wa maombi, kwa kulisoma neno la Mungu, kwa kuwa waaminifu, kusoma neno la Mungu, kuomba, kuwa waaminifu kweli kweli. Na kipimo tangu enzi ni uaminifu. Uaminifu kwa Mungu. Watu wengi tumekuwa ni waaminifu kwa wanadamu wenzetu, lakini sio waaminifu kwa Mungu. Tunapaswa kuomba, tunapaswa kusoma neno la Mungu, tunapaswa kuwa waaminifu. Tunapaswa kuwa waaminifu kweli kweli. Waaminifu kweli kweli. Nimalizie kwa kusoma hizi nukuu ambazo leo nimezipenda za kuhimiza wewe, hasa katika upande wa kuomba sana kama kina Daniel walivyoomba, na kusoma neno la Mungu. Nisome nukuu hizi mbili kutoka kwenye kitabu cha Step to Christ ukurasa wa 98. Inasema, hakuna kitu kilichopangwa zaidi ya kuimarisha akili kuliko kusoma maandiko matakatifu. Hakuna kitabu kingine chenye nguvu ya kuinua mawazo, kutoa nguvu kwa vipawa kama ukweli mpana wa heshima wa Biblia. Ikiwa neno la Mungu lingesomwa kama inavyopaswa, watu wangekuwa na upana wa akili, ukuu wa tabia na uthabiti wa kusudi ambao ni nadra kuonekana nyakati hizi. Kwa hiyo ukitaka kuwa na tabia nzuri, mwenendo mzuri, kumwakilisha Kristo vizuri, kufanya ibada ya maana, kuishi maisha matakatifu ukiwa hapa duniani, na inawezekana leo Mungu kuinua kina Danieli, kina Esther, kina Yusufu. Inawezekana leo katika vyuo vya umma na maeneo yote ya umma. Inawezekana leo. Na huo ndio utakuwa ni utume. Utume wa vitendo ni maisha yako binafsi. Unasaidia watu, unaishije, unahusiana vipi na jamii. Huo ndio utume wa vitendo. Jana nilizungumza kuhusiana na utume wa vitendo kupitia huduma za kijamii. Maeneo ya pwani yanahitaji huduma za kijamii. Sio maana dini zilizoanza hapa, wa Catholic na Waislamu, walikuwa wakifanya utume kwa vitendo, sio kwa maneno. Utume kwa vitendo. Hata kanisa lilianza Tanzania na ulimwengu mzima la Waadventista kupitia huduma kwa njia ya kijamii ya vitendo. Kwa hivyo neno la Mungu litakusaidia kutengeneza kuwa na tabia iliyo nzuri. Neno la Mungu, lisome neno la Mungu. Mimi nina ushuhuda. Hata kwa mfano, neno la Mungu ndio tiba nzuri ya afya ya akili. Neno la Mungu, ukilisoma hili kila siku, unamshinda shetani na majaribu yake yote. Kila siku ukilisoma, unamshinda shetani na majaribu yake yote. Hata kama utasoma fungu, shetani hawezi kupata. Maombi pia nisome hii tena ukurasa 993.
ukurasa wa 93 inasema hivi, Step to Christ inasema, na ikiwa Mwokozi wa mwanadamu, mwana wa Mungu, alihisi haja ya maombi, ni kwa kiasi gani zaidi wanadamu dhaifu wenye dhambi wanapaswa kuhisi ulazima wa maombi ya bidii, ulazima wa maombi ya bidii kila siku. Kuwa na muda wa maombi. Tengeneza kikundi cha maombi. Zinaitwa prayer bands hizi. Nilikuwa wakati nikiwa soma Baraton nilikuwa na kitu kinaitwa prayer bands. Tengeneza prayer bands kwenye vyuo vikuu vile, ukiwa ni mwalimu, ukiwa ni mfanyakazi, ikiwa ni mwanaasa, ikiwa ni mwanatukasa ama wa chuo chochote cha umma, kuwa na prayer band zenu, grupu zenu za maombi. Someni neno la Mungu, ombeni kwa pamoja, mtasikia uamsho mkubwa na Mungu atawatumia kupitia maisha yenu binafsi. Na kumbuka na kukumbusha tena, maisha yako wewe mwalimu, wewe mwanafunzi, wewe ni mfanyakazi wa kawaida kwenye vyuo vyote vya umma, maisha yako ndio ubiri lako. Yaani hilo ndio ubiri kubwa kuliko mahubiri yote. Vile unavyoishi, mtindo wako wa maisha ndio ambao utamtangaza Yesu katika maeneo ya vyuo vya umma, kwa maana vyuo vya kati na vyuo vikuu vya watu binafsi na serikali. Huko utamtangaza vizuri. Kwa hiyo tulipeleke kanisa kwenye vyuo huko. Tulipeleke kanisa huko ili hao wanafunzi na wafanyakazi walioko huko kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu wafanye utume huko. Hata kama mtapewa masaa 2 matatu, hayo yatumike kuifanya kazi ya Mungu. Watumiwe kuifanya kazi ya Mungu. Idara ya vijana iende huko, wafanye kazi ya Mungu huko walipo huko, maana kuna roho nyingi sana ambazo ziko kule zinamhitaji Yesu Kristo. Bwana aweze kukubariki na Bwana akutumie huko ulipo na kutimizia aliyo mahitaji yako sasa na mapenzi yake. Tuombe. Baba, nakushukuru sana kwa somo hili zuri sana. Umetoa fursa kwa watu wako kuifanya kazi yako katika maeneo ya vyuo mbalimbali. Tunaomba Bwana uwasaidie ili waweze kuifanya kazi hii na wasiishi kupungukiwa. Mtindo wao wa maisha ukapate kuwa ni ubiri jema, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana.